Na mtazamaji, asante kwa kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi kuangazia habari za biashara, ambapo sekta ya viwanda na biashara ni muhimu katika uchumi wa Tanzania kutokana na mchango wake mkubwa katika pato la taifa, mapato ya ndani pamoja na kuongezeka kwa mauzo ya nje. Mwanahabari wetu Dorcas Ramos anatuarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga alipotembelea ofisi ya Tume ya Ushindani FCC wakati akielezea mikakati ya serikali inayolenga kuendeleza na kuongeza wigo wa viwanda nchini, ambapo amesema ni dhamira ya serikali kuendelea kutekeleza sera endelevu na kubuni sera mpya kila inapobidi kulingana na mabadiliko ya mazingira ya biashara ndani na nje ya nchi. Waziri Kapinga ameitaja sekta ya viwanda na biashara ni sekta shirikishi inayoratibu shughuli na mipango na sekta nyingine kwa lengo la kuboresha uratibu na kupunguza urasimu katika mazingira ya biashara yawe rafiki kwa wafanyabiashara, wawekezaji na wajasiriamali wa Kitanzania. Sisi tunafahamu Watanzania wanatutegemea sana, na Watanzania ndo wateja wetu, ndo walaji. Kwa hiyo kikao cha leo kinalenga kuboresha namna nzuri zaidi ya utendaji kazi ili kufikia mategemeo ya Watanzania ambao ndo walaji. Kuongeza njia ambazo tutawafikia kwa urahisi zaidi ili kuweza kupata mrejesho wa kazi ambazo tunazifanya, lakini kuwatumikia na kuhakikisha tunatimiza yale ambayo wao wanayategemea kwetu. Akizungumzia utendaji wa taasisi zilizo chini ya wizara hiyo, amesema zinapaswa kutekeleza majukumu kwa wakati na kwa ufanisi kwa kuzingatia misingi bora ya kiutawala, huku mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani FCC Hadija Ngasongwa akieleza dhamira ya tume hiyo kuanzisha baraza la kitaifa la utetezi wa walaji, hatua inayolenga kuimarisha ushiriki wa walaji na kuongeza udhibiti wa mwenendo wa biashara nchini. Katika taasisi 13 ambazo ziko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, leo ameweza kututembelea na ameweza kujifunza majukumu yetu makubwa. Kwanza tunaimarisha ufanyaji wa biashara uendane na nguvu ya soko katika hiyo ikiwa kishindani zaidi na sio kwa kutumia hila au usije kwa kutumiana kupiana mabavu. Kwa hiyo tume yetu iko hapa kama marefari kuhakikisha kwamba mfanyabiashara mmoja na mwingine inafuata katika misingi ya usawa ili kuongeza tija, ufanisi na hata ubunifu, kwa sababu wanakuwa wanashindana kwa zile nguvu ya soko, lakini pia wanashindana kwa kuangalia kuleta tija kwa watumiaji. Dorcas Ramos, Channel 10. Serikali imewataka wadau wa masuala ya biashara na maendeleo ya uchumi nchini kuchota maarifa ya utungaji wa sera, uandaji wa mipango na biashara kutoka kwa watafiti wa kigeni ili kukuza uchumi na maendeleo ya taifa la Tanzania. Henry Kavirondo anatueleza. Ushauri kuhusu namna ya uchotaji wa maarifa hayo umetolewa jijini Mwanza na mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali Benjamin Magai wakati akizindua kongamano la 4 la kimataifa la uongozi wa masuala ya biashara na maendeleo ya uchumi. Kwa muktadha huu, wananchi wameendelea kushuhudia uwekezaji mkubwa kimuundo na kisera, ikijumuisha mapitio na uboreshaji wa sera za biashara, ujenzi wa miundombinu mbalimbali kama barabara, madaraja ya kisasa, kununua ndege mpya sambamba na ujenzi wa viwanja vya ndege vya kisasa. Profesa William Palanjo ni mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA wanaoratibu kongamano hilo, na Profesa Goodluck Urassa ni mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wameahidi kuyafanyia kazi maelekezo hayo. Masuala ya teknolojia yameongelewa zaidi. Na ukiona kwa mfano kwenye wasilisho la mwanzo lililofanyika na yule profesa kutoka Uingereza, amejaribu kutueleza jinsi ambavyo ni vizuri kuanza na kulielewa tatizo kabla ya kuja na teknolojia yenyewe. Na hili ni kosa ambalo watu wengi wamekuwa wanalifanya, wananunua teknolojia alafu baadaye ndio inapambana na changamoto. Kwa badala yake uione changamoto, uone jinsi ambavyo unaweza kupambana nayo kwa kutumia teknolojia. Makongamano kama haya yanachangia sana katika uchumi, kwanza kwa kuleta taarifa za kitafiti katika kufanya maamuzi ya kiuchumi ambazo zinahitajika kwa hali ya juu, lakini pili linaleta pia watu kutoka maeneo mbalimbali duniani
ambao pia inaleta fursa za kibiashara, fursa za kushirikiana katika miradi mbalimbali, fursa za kusomesha pia vijana wetu. Kwa makongamano kama haya yanakuja na fursa nyingi, ikiwa ni pamoja na fursa za masoko. Kongamano hilo la kimataifa limewashirikisha watafiti wa ndani 41 zikiwemo nchi za Afrika kama vile Algeria, Afrika Kusini na Eswatini, huku nje ya bara la Afrika zikiwemo Uingereza, Russia na Lithuania. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na shukrani sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya Ushetu mkoani Shinyanga kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Nali Endele mkoani Mtwara imeweza kuwawezesha wakulima wa zao la karanga kuzalisha kwa wingi zao hilo baada ya wafanyabiashara wengi kutoka nchi jirani na Tanzania kununua kwa wingi karanga za Ushetu. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anatujuza. Akizungumza ofisini kwake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Ushetu Hadija Mohamed Kabujira ameeleza kuwa wakulima zao la karanga katika halmashauri hiyo wamepata soko la uhakika katika nchi za Rwanda, Burundi na Uganda, ambapo halmashauri imeamua kushirikiana na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kituo cha Naliendele kuelimisha wakulima ili kuzalisha kwa wingi na kunufaika na soko hilo. Halmashauri ya wilaya Ushetu kushirikiana na TARI, ambapo TARI wamekuwa wakileta mbegu ambazo ni nzuri, ambazo zimeweza kuongeza uzalishaji wa karanga katika halmashauri ya wilaya Ushetu. Wananchi wengi wa Ushetu wamekuwa pia wakilima karanga kwa sababu uhakika wa soko upo. Kwa sababu karanga zinazotoka Ushetu zimekuwa zikienda maeneo mbalimbali, kwa nchi mbalimbali. Kwa mfano zimekuwa zikisafirishwa kwenda Burundi mpaka Rwanda, pia katika maeneo kama Uganda. TARI kupitia kituo cha Naliendele tumekuja kwa ajili ya kuweza kuwapatia elimu ili kuwawezesha waweze kuzalisha, waweze kuongeza uzalishaji wa zao hili la karanga kwa kufuata zile kanuni za kilimo bora cha zao la karanga ili mwisho wa siku waweze kupata mazao mengi. Maafisa kilimo ambao wamepatiwa elimu ya kilimo bora cha kisasa chenye tija cha zao la karanga kwa ajili ya kuwafundisha wakulima wanaeleza kuwa mkakati huo utaongeza pato la mkulima na halmashauri kwa ujumla. Msimu huu malengo tuliotegemea kufuatana na hali ya hewa, tunategemea kuvuna tani zaidi ya 26,000 kufuatana na jinsi ambavyo tumetembelewa na wakufunzi wetu kutoka TARI na Naliendele. Sisi kama maafisa kilimo tumepata mbinu mpya, lakini pia wametuletea mbegu bora ambazo zinakabiliana na magonjwa. Toka halmashauri ya wilaya Ushetu mkoani Shinyanga, Adam Malima, Channel 10. Na mtazamaji, serikali imekagua boti ya ulinzi patrol boat ikiwa ni uchunguzi wa kawaida wa kuhakikisha hali ya chombo hicho muhimu kwa ajili ya shughuli za usalama majini. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Ukaguzi wa boti hiyo inayosimamiwa na shirika la uwakala wa meli TASAC umeongozwa na ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambapo kwa mujibu wa naibu katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. James Kalabuko, chombo hicho kipo katika hali nzuri licha ya kuwa inahitaji kuimarishwa zaidi ili kiendelee kuwa na tija. Kwa hiyo taarifa hizo tutazifanyia kazi kisayansi, tuweze kuona hizo boti nyingine tutakazozipata tuzielekeze kwenye maeneo gani ili kama taifa tuweze kupata tija tuliyoikusudia. Wa ulinzi na usalama ni wa kila mtu. Kwa hiyo kwenye eneo hili ni wadau tu kuwataka TASAC kuimarisha ushirikiano na wadau ili lengo ambalo tumelikusudia liweze kufikiwa. Stella Katondo ni mkurugenzi wa usalama na mazingira Wizara ya Uchukuzi, anasema kwa sasa matukio makubwa baharini mbali na uharamia kumejitokeza mengine ikiwemo biashara za dawa za kulevya, magendo, uvuvi haramu na usafirishaji binadamu, mambo ambayo yanadhibitiwa kufuatia uwepo wa boti hiyo. Kwamba tunaitaka nchi yetu ya Tanzania iwe na maji salama. Tukisema maji salama ni ile kwamba pawe na usafiri au shughuli nyingine zozote zinazofanyika ndani ya maji ya bahari pamoja na yale ya kule kwenye maziwa, navigable waters, kwa usalama. Nchi ya Jalala tunafuatilia kwa ukaribu na maji yote ya Tanzania kwa upande wa maritime
naweza nikasema kwa level hiyo kwamba yako salama na hakuna nafasi ya kutofuata sheria za majini. Kwa hiyo niwaombe wananchi wenzangu tufuate utaratibu kadiri ambavyo tunaelekezwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Majini TASAC. Ni mwaka mmoja tangu Tanzania ipokee boti hiyo kutoka shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP likishirikiana na Japani, na kwa mujibu wa makubaliano Tanzania inatarajia kupokea boti nyingine 2 kwa ajili ya kuimarisha zaidi shughuli za ulinzi na usalama majini. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Na mtazamaji, ni mwanahabari wetu huyo Fatma Hassan ambaye ndiye anatupatia upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Hii ni Channel Plus, endelea kusalia nasi.